Mira oye! Mira oye! Mira safi! Ndugu zangu, karibuni tena katika darasa la leo. Ni Jumamosi nyingine ambapo tunakutana tena katika darasa hili. Kama ilivyo kawaida, ni kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili, ambapo tumekuwa tukijifunza yale yaletayo amani katika kuishi kwetu. Mara nyingi wengi ambao tumekuwa tukionana katika darasa hili wamekuwa wengine hata hawatambui sasa, mbona hili darasa linakuwa ni la kila Jumamosi? Je, darasa halikamiliki na tunamaliza lini? Lakini niliwaeleza wazi kwamba hii ni kwa kila yule aliye na kiu ya kufahamu asili ya mtu wa kwanza na mahusiano yake na Mungu katika kuishi kwake. Ni wazi kwamba Mungu ametuumba tuishi kwa wepesi, na ugumu wa maisha wengi wanaupitia kwa sababu wamekiuka mema ya kuishi. Na endapo kama umebahatika kujua taratibu za maisha kutoka kwa mtu wa kwanza, jinsi alivyoishi na jinsi alivyotekeleza ya Muumba kwa kadiri ya ilivyo, hakika utaelewa wazi kwamba kumbe maisha hayako vile tunavyowaza. Ndio maana katika maisha kuna baadhi ya wengine wamejikuta wanaishi kwa mateso yasiyo ya kawaida, na wengine hata wakiingia kwenye mira kwa namna ya yale wanayoyasema ni mira, kumbe yakiwa ni mateso yasiyo ya kuelezeka kabisa. Najua wazi kwamba mmekuwa mkifahamu na mkisikiliza mitaani, kuna baadhi ya watu ni wachawi, si ndio? Naambiwa watu ni wachawi, na wachawi miongoni mwao ni bibi zetu, ni babu zetu, ni mama zetu, ni dada zetu, ni baba zetu, wakisadikiwa au wakielezewa kama ni wachawi. Lakini siku zote nimekuwa nikiwaelewesha wazi kwamba mambo haya yanayozungumzia masuala ya uchawi kwa kadri ya ulivyo, uchawi ni kitu kibaya sana. Na wakati mwingine unaposikiliza fununu ya kuwa baba yako ni mchawi au mama yako ni mchawi, kama mwelewa na mwanaufahamu ambaye anaifahamu jadi, asili na utamaduni kwa ukamilifu, usipuuze, fuatilia. Ukishajiridhisha, chukua hatua. Hatua utakazochukua ni hatua gani? Ni za kumkataza uchawi au ni za kumkataza kitu gani? Hatua unazozichukua ni kujiondoa kwenye ile laana, kwa sababu kama mama yako, kama baba yako amesimama katika uchawi, lazima mtakutana na matokeo magumu. Na yote nimekuwa nikiwaambia. Na moja kati ya matokeo magumu ni matokeo gani? Nimekuwa nikieleza wazi kwamba kila jambo utakalolifanya huwa lina malipo. Ukitenda wema umejitendea mwenyewe, ukitenda ubaya umejitendea mwenyewe. Na ikiwa utapendekeza ubaya uwe sehemu ya maisha yako, maana yake utalipia. Wema huwa unalipwa, ubaya huwa unalipwa. Na ndio maana wakati mwingine kuna baadhi ya watu wanahisi wanaweza akafanya jambo kwa siri kwa kuwa wako peke yao na lisifahamike kwa yeyote, na pengine wakahisi kwamba kwa kuwa hakuna aliyeniona niko salama na hakuna shida kabisa. Hapana. Niliwaambia kila chochote kinachofanyika, nature hii, tabia anga na mausia radi huwa inachukua taarifa. Na nikaambia maisha ya mtu ni nini? Maisha ya mtu niwaambia ni nini? Ni memory card. Kila unalofanya linarekodiwa. Umetenda wema utalipwa. Umetenda ubaya utalipwa. Ukishagundua kitu unachokifanya kiko kinyume na mema ya kuishi, haraka iwezekanavyo jitahidi onana na wazee wa mila katika maeneo yako, au tufikie sisi viongozi wa kimila ili tukuangalizie, tuone je, ni wapi ulipokiuka mema ya kuishi, ili tuweze kusaidia. Maana kama nilivyoeleza, kuna baadhi ya watu wamejikuta wanaishi mateso, wanajitahidi hata kuanzisha biashara, wanajitahidi kujituma, kama ambavyo mimi Mfalme Dr. Fadhili nimekuwa nikiendelea kusisitiza juu ya habari ya uwajibikaji, hususan kwa masuala ya vijana, kwamba uwajibikaji ndio nguzo pekee na njia pekee itakayotusaidia kuupata utajiri. Lakini bahati mbaya kubwa sana, baadhi ya wengi hususan vijana hawataki tena majukumu. Wanahitaji kupata mafanikio ya haraka. Kijana anakuja anasema, Mfalme, mimi bana, naomba unifungamanishe na jini au ananiletea pesa. Mwanaume anakuja na kuambia nifungamanishe na jini wa kike ili awe ananipatia pesa.
Mwanaume anasema nifungamanishe na jini, mwanamke anasema nifungamanishe na jini wa kiume ili wananipatia pesa. Lakini wengine wanaenda mbali zaidi, wanaomba niwatengenezee chuma ulete, ambao hao mambo yapo na yanawezekana kutengenezwa kabisa na yanajibu, lakini hatuyatengenezi kwa sababu tunajua ni laana na ni kinyume na mema ya kuishi. Najua kwa wale ambao mmekuwa mkifuatilia kwa karibu, mtagundua wazi kwamba maisha ya waganga wa kienyeji wengi waga wanakufa vibaya. Sijui kama mmefuatilia. Wachawi huwa wanakufa vibaya. Sijui kama mnafuatilia. Na mnaweza mkaniuliza, Mfaume, mbona unasema waganga wa kienyeji wanakufa vibaya? Ukifuatilia hasa vijana waliojiingiza kwenye uganga, wengi walikufa mapema. Wengi walikufa mapema. Kwa nini walikufa mapema? Ndugu zangu, niwaambie tu ukweli usiofichika, maana wengine mnaniuliza, okay, mbona hata na wewe ni kijana na tunakuona unajishirikisha pia nayo fanana na huo uganga? Ni kweli kabisa. Mimi najishirikisha nayo kwa sababu nayafahamu. Na nafahamu misingi, nafahamu taratibu na kanuni za mambo haya. Lakini ukiyaendea kichwa, jiandae kukutana na matokeo magumu. Katika uganga ndipo inapomilikiwa nguvu. Katika ufalme ndipo inapoongozwa nguvu. Nguvu hiyo sio nguvu ya kutoka kwa mtu, ni nguvu ya kutoka kwa Muumba mwenyewe. Maana kuna wengine wanapoona jambo limefanyika kwa ukubwa usio wa kawaida wa macho ya kuona kawaida kwa mtu, wanasema ni nguvu za giza au wanasema ni nguvu za shetani. Ni swala lililo wazi kwamba hasa sisi wanaofahamu na wote ambao tuko kwenye mila, jadi, asili na utamaduni, hatuamini uwepo wa kiumbe shetani. Hatuamini hata uwepo wa hiyo roho shetani. Shetani ni maneno tu yaliyowekwa, yaliyoundwa na tawara kwa ajili ya kuitawala dunia, lakini shetani si kiumbe kilichopo, na wala shetani si kiumbe kilichowahi kuishi. Yesu hayupo, wala hicho kiumbe Yesu hamna, na hicho kiumbe hakijawahi kuwepo, ila maneno hayo yametumiwa kwa ajili ya utawala, na ushahidi ninao. Mimi ni msomi wa chuo kikuu, nimefanya masomo ya world history, najua ninachozungumza. Na ndio maana utafuatilia mkutano wa tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 325 AD ndipo kilifanyika kikao ambacho ndicho wanaita kikao cha mtaguso. Wangapi mnajua mtaguso? Kiswahili ni kigumu. Hiyo mtaguso kwa Kiingereza wanaita Nesia. Wangapi mnafahamu Nesia au mliwahi kusikia Nesia au majina ya Nesia? Ukiingia mtandaoni andika Nesia Conference, itakuletea 325 AD after Jesus Christ. Kikao hicho kilizungumzia nini na kilikuwa kiko wapi? Ni kikao kilichofanyika Antiokia, ambao ndio Uturuki kwa sasa, kikielezea kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, na Yesu mama yake ni Mariamu, na Yesu ndiye Mungu. Unakubali ni hivyo na utaki ni hivyo. Ndio maana kuna baadhi ya madhehebu mpaka leo bado wanagombania kusema Yesu na yeye ni Mungu. Wengine wanasema hapana, Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ndiye Mungu. Na kweli kikao cha Nesia kilisema hivyo. Ukiingia Nesia Council katika mambo ya AI na mitandao ya kijamii yenye uhakika, utagundua haya mambo ninayokutajia leo ni mambo ya siri, lakini ni kibaraga kisicho kuwa siri tena. Yesu ni Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu na mama yake ni Mariamu. Unataka ni hivyo au hutaki ni hivyo. Lakini ukija kufuatilia, si Mariamu hayupo wala si kiumbe kilichowahi kuishi. Si Yesu hayupo wala si kiumbe kilichowahi kuishi. Si Yusufu, sijui Yusufu mume wa Mariamu, hayupo na hicho kiumbe hakikuwahi kuwepo. Isipokuwa yale ni mafundisho ya kiroho kwa njia ya hadithi. Wasomi wakubwa wanaita mythology. Wanaitaje? Mythology, ya mafundisho ya kiroho kwa njia ya hadithi. Sasa mwingine anaweza kusema, Mfaume, mbona kama una dhihaki? Sio dhihaka, huu ni ukweli wa kuishi. Na ndio maana nikaeleza wazi kwamba sisi tunafundisha ukweli wa kuishi. Wakati mwingine mtu anasema, okay, lakini unayozungumza ni makubwa sana. Unazungumzia uwepo wa Yesu Kristo ambaye tunamwamini takribani watu milioni 4 duniani. Sasa ninyi watu milioni 4 duniani na watu zaidi ya bilioni 29 ndio mnaamini Yesu, afu wengine wanahisi imani tulizonazo Afrika na wenzetu wako hivyo. Hapana. Bahati nzuri mimi nimebahatika kutembea. Nimekanyaga inchi 165 duniani.
Ninaposema inchi 165, wengine wanahisi miji 165. Sizungumzii miji, nazungumzia inchi 165. Shule yangu nimeifanya Misri, nimefanya utafiti katika maeneo mbalimbali duniani, nikajiridhisha pasipo shaka kile walichoambiwa wa Afrika sivyo kilivyo. Na bahati nzuri sasa hivi mambo yako wazi. Ukiingia mtandaoni, na sasa hivi mitandao imepanuka zaidi. Mwanzo tulikuwa tunapambania kitu anaita Google, si ndio? Unaenda una Google, unaangalia jambo, unalikuta kwa kadri ya vile unavyolihitajia. Pamoja na kwamba sasa hivi kuna baadhi ya taarifa zimeingia kwenye Google, lakini zimetoka kwenye vyanzo ambavyo si rasmi. Lakini taarifa za Google zinazotoka kwenye vyanzo rasmi, utaona wazi kuwa ziko katika uwazi na zinaelezea haya ninayozungumza. Lakini nje na Google, unaweza kaingia hata YouTube. Andika hiki ninachosema, utakiona. Na si mimi nilikisema peke yangu. Zipo taasisi zilizoweza kutaja hayo na zenye uhakika na mambo hayo pia. Lakini ukiona haitoshi, ingia kwenye mtandao wa kisasa wa AI, Artificial Intelligence. Andika yanayokuambia, je, ni kweli Yesu yupo? Uzuri na ubaya pia wa AI huwa inakujibu kutokana na uelewa wako. Ndio maana wakati fulani mimi, wakati nikiongea na AI, aligundua kwamba mimi sitaki kujibiwa majibu mepesi kama nayo wajibu watu wengine. Baada ya kunijibu, nikamuuliza swali lingine linalohusika na jibu hilo hilo. Akanijibu tena, nikamuuliza swali lingine linaloendana na jibu hilo hilo. Akagundua, okay, sasa nimekufahamu. Nikaambia ndio, sasa unasemaje? Akasema, maana tulikuwa tunazungumzia juu ya habari ya mambo ya world history. Kama nilivyowaambia, mimi ni PhD holder katika mambo ya world history. Na nikamuuliza, nikamwambia kwa nini watu wengi wanapokuwa na makosa wanasema nisamee, ni shetani? Huyu shetani ni kiumbe cha aina gani? Akasema shetani alikuwa malaika. Kanaelezea yale ya Kikristo. Nikamwambia, halo, unaongea na PhD holder. Alikuwa malaika wapi? When and where? Hivi naeleweka? Baadaye nikamwambia, kwa taarifa na taratibu nilizonazo mimi, shetani si kiumbe kilichopo wala hakijawahi kuwepo. Yesu si kiumbe kilichopo na wala hakijawahi kuwepo. Na hayo masuala ya Yesu yaliingia kwenye series. Na hizo ni taarifa ile wanaita Babylonia Sumeria. Babylonia Sumeria, ambao ni mambo yaliyokuwa yanazungumzia mambo ya Yesu. Unajua nikisema Yesu mnaniuliza, Yesu kwani Yesu wako wangapi? Kuna zaidi ya Yesu 7. Yesu ngapi? 7. Yesu kwa lugha yake ya kisifa anaitwa nani? Anaitwa Kristo. Kristo ikiwa na maana gani? Sasa kuuliza wachungaji, Kristo maana yake ni nini? Wanasema mpakwa mafuta. Kristo ni mpakwa mafuta. Sasa kuna Kristo Yesu, kuna Kristo Divaki, Kristo Krishna. Kuna tu Yesu twingi ambao tukiingia kwenye Babylonia Sumeria utaona hao makristo ambao walitumika na wote wakiwa na sifa sawa za kuzaliwa na mabikira na kufa na kufufuka. Sasa wewe pale ulipo una uhakika gani kama ndipo sahihi? Maana kumbuka hizi stori zote ziko kwenye sayari yetu ya dunia. Na ndio sayari imekuwa na uongo mwingi kuliko sayari zingine. Na ndio maana nishawahi kuambia hivi, mmeshindwa kujiuliza ni kwa nini simba hawavai nguo, nyoka hawavai nguo na wala hawana aibu, paka hawavai nguo na wala hawana aibu, mbuzi hawavai nguo na wala hawana aibu. Sisi hizi nguo tumetoa wapi? Na tunataka za nini? Ndio maana wakati mwingine mimi niko simple sana. Na ukitaka kutafsiri uchumi wangu kupitia nguo umekwama. Kwa sababu mimi siko kwenye ushamba huo. Tu viatu twangu uto ninato, huu ni mwaka wa 5 sijui wa 6. Navaa uto. Na si kama sina viatu vingine, nina mapea kibao ndani na mengine mpaka anaoza. Naona kama uvivu kuyavaa, si uvivu tu. Naona kama ushamba. Na ndio maana usije ukanitafsiri kwa uvaaji wa nguo, na usimtafsiri mtu kwa uvaaji wa nguo kwamba amebadilisha nguo gani, amevaa nguo gani. Hicho sio kiwango cha kumjua mtu utajiri wake.